Okay, asante sana mpenzi mtazamaji. Hapa mie ni Kaka Yoshi. Siku zote tupo ndani ya mji wa Eldoret, na wanavyosema wenyewe kwamba hii ndo soko kubwa hapa mjini Eldoret. Na hapa vile tuna mwanabiashara mmoja tu hapa, nitakuwa nikizungumza naye maswali kadha wa kadha. Atakuwa anatuambia hapa biashara ziko vipi na hali ya maisha pia inafanana namna gani wao kama wafanyi biashara. Kipi ambacho wanakutana nacho katika biashara zao, pilika za kila siku. Sisi sote tunajenga nchi. Asante sana. Madam, hujambo? Sijambo. Kwa majina pengine utatuambia unaitwa nani? Kwa majina naitwa Beatrice. Naam. Mimi ni mfanyabiashara wa hapa hii sokoni Bahati Market. Naam. Na mimi tunafanya biashara hapa mahali na deal na matunda. Hapa ukikuja sokoni kuna bidhaa, kila kitu inapatikana hapa. Kwa vile kuna hizi machungwa, tunauza in wholesale na retail. So kuna vitu zingine kama pale, kuna vitunguu, kuna every department kuna vitu yake. Yeah. Sasa wewe uko specific kwa matunda. Mimi niko specific kwa matunda. Asante. Asante sana. Pengine kumekuwa na, ukiangalia mji wa Eldoret, wanabiashara wengi wanakuwa na ile lalama na ile wanalalamika kwamba wanasumbuliwa na hawa watoza ushuru nini, vitu kama hizo. Mambo kama haya yanakutokea pengine? Mara kwa mara wanabiashara wengi wanasumbuliwa kwa kulingana na mahali wanafanyia kazi. For example, unaona mahali penye tuko, mimi niko na shida moja tu ya mahali penye tuko, kwa sababu hapa mahali hii soko yenye iko, sisi we are the wholesalers, but majority ya watu wenye wanaishi Eldoret hawajui ya kwamba hapa ndio wholesale iko. So inakuja kuwa na hitilafu kidogo, kwa sababu kuna wengine wanapotoswa. Lakini ukweli ni kwamba wakitaka kuja kununua vitu in wholesale price, wakuje Bahati Market. Huko ndio kwenye tunauza vitu wholesale na retail. Manake hii ina maana katika Bahati Market ile serikali imeidhinisha kwamba watu wafanye biashara. Yeah, Bahati Market ni soko kubwa, iko na allowance, inaweza tosha na biashara wote hata wa Eldoret. So far as huko market department kuna space, hata huko nyuma zingine kuna wengine wasikose nafasi ni kubwa. Asante msikilizaji, kama vile mtazamaji, kama vile ambavyo umesikia kwamba wafanyabiashara wale ambao mnafurushwa kule mabarabarani na wale county wale watoza ushuru wale ambao wanaangalia jinsi mji na jiji linavyokaa, wanasema kwamba nafasi iko ya kufanya biashara ya kutosha. Madam, pengine kwa ufupi tu ningependa kujua kipi ambacho pengine kilikufanya mpaka wewe ukapenda kuwa mwanabiashara? Kitu ya kwanza, kama ni masomo tulisoma na wengi wetu hatuna kazi. Sasa unaona, sasa hata kama umesoma na una makaratasi na una kazi, inakubidi tu utafute riziki yako ya kila siku. Kwa sababu hata kama uko na makaratasi na una kazi, itabidi tu utokeleze. Kwa sababu kuna watoto wanahitaji school fees, wanahitaji, wewe mwenyewe unataka maisha yako, so you must work hard for it. Ni kweli. Yeah. Sasa ina maana wewe unafanya biashara kwa umeipenda biashara yako, ama unaweza ukaiwacha biashara yako? Mimi kwa upande yangu kwa saizi siwezi wacha biashara, kwa sababu sina kazi nyingine yenye ninaweza fanya mostly in this town, kwa sababu kuna challenge mingi yenye tunapitia hata kama tuko still kwa biashara. Kuna huku mahali, kwanza kama huku mahali tuko sahi Bahati Market ni mahali hii sokoni iko karibu mtoni. Kuna challenges pia, na huku mahali ni baridi sana. So kuna challenge kwa wale wenye wanaweza kuvumilia hii baridi, wana make it. Kwa wenye hawajaweza kuvumilia hii baridi, inakuwa ngumu kwao. Sasa it's all about kujitolea. Asante. Pengine nikimalizia tu madam, ningependa vile kuna mtazamaji anakutazama, angependa na yeye kufanya biashara kama ambayo wewe unaifanya, ama angependa ako na biashara tayari lakini ajui anapata wapi stock, kuna vitu kama hizo. Unaona madam anauza machungwa hapa na matunda vile mbalimbali. Wewe unaweza ukamwambia aje, unaweza kumshauri nini mwanabiashara mwenzako ambaye anakutazama, ama ana hiyo ndoto ya kutamani kufanya biashara kama yako? Ile kitu naweza msaidia naye, ninaweza mueleza kitu ngumu ni yenye ijaanzwa, lakini the moment you have decided to take a step, mambo itasonga. So another thing ni kujiamini. Unajiamini, then you take a step. Asante sana msikilizaji, kufikia hapo kama ulivyosikia, huyu ni baadhi tu ya wafanyabiashara katika soko la Bahati, na ana machungwa mazuri sana. Mimi nimejinyakulia moja. Wewe mfanyabiashara ambaye unanitazama vile unaweza kuja hapa ukapokea matunda wholesale na ukatuuzia kule nje, tunakutana, maana wengi hatufiki huku.
mimi kama ninakoishi machungwa kuyapata ni vigumu, basi wewe unaweza kujinyakulia hapa wholesale na kuja kutuzia. Kwa nambari yake ya simu amesema vile vile ni 07. Unaweza ukatusomea namba? Nambari yangu ya simu ni 07 03 833 509. Asante sana mpenzi msikilizaji. Kufikia hapo sina la ziada. Uwe na mchana mwema. Asante. Aya, mbarikiwe sana na